Mechi zote mbili za nusu fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika kati ya Simba dhidi ya Stellenbosch zitachezwa ndani ya wiki moja. Ya kwanza itachezwa Aprili 20. Yes, ambayo Simba mnyama atakuwa mwenyeji akicheza dhidi ya Stellenbosch. Lakini marudiano yatafanyika Aprili 27, wiki moja baadaye, kule nchini Afrika Kusini, ambapo matokeo ya jumla ndio yatakayotoa mshindi wa kufuzu kwa fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika kwa msimu 2024-2025. Hakika ni mechi ambayo itakuwa na ushindani wa aina yake. Ni kwa sababu inakutanisha timu mbili ambazo kwenye wasifu Simba ni nzito sana. Simba ina umri mkubwa, imeanzishwa mwaka 1936, Stellenbosch wameanzishwa Agosti mwaka 2016. Lakini pia malengo, Simba mnyama, malengo yao msimu huu ilikuwa walau kufika nusu fainali ya michuano ya CAF kombe la shirikisho. Hatimaye safari hii wako nusu fainali baada kukosa kufika hatua hiyo tangu msimu 2018-19 wakati wakishiriki michuano ya klabu ya CAF, ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho. Lakini kwa Stellenbosch, wao ndio mara yao ya kwanza kufika hatua hii ya michuano ya klabu ya CAF. Na sasa wakishiriki kwa mara ya kwanza kwa michuano hii, wanafika mpaka hatua ya nusu fainali. Ni dhahiri kwamba kwenye makaratasi wao tayari wameshatimiza lengo. Kwa uwezo wao, umri wao, malengo yao wameshafika. Kilichobaki ni bonus. Kwa sababu hiyo wanakuwa hatari zaidi kwa sababu hawana cha kupoteza. Na ndio sifa yao katika kucheza. Wanajituma kweli kweli, hawana muda kwa dakika zote 90 kubaki nyuma wakizuia, wakisubiri mashambulizi ya kushtukiza. La hasha. Wanagawa vipindi katika kucheza kwao. Kuna nyakati kweli wanazuia zaidi, wakishambulia kwa kushtukiza. Kuna nyakati ni wao ndio wanaumiliki mpira wakikushambulia. Na kuna nyakati wanatanguliza watu wengi zaidi katika nusu ya pili ya uwanja mpaka wachezaji watano wakitafuta ushindi. Stellenbosch, licha ya kwamba historia yake yaonyesha ni dhaifu kulinganisha na Simba kwenye makaratasi, lakini safari yao inadhihirisha wao ni wanamna gani. Ikumbukwe, wametinga hatua ya nusu fainali baada ya kuwatoa waliokuwa mabingwa watetezi Zamalek ya kule Misri bao 1-0 baada ya kutoka suluhu kule Afrika Kusini, lakini kule nchini Misri mbele ya mashabiki wa wenyeji Zamalek maelfu, Stellenbosch wakaduaza wengi kwa kushinda bao 1-0 na hatimaye kusonga mbele kwa hatua ya nusu fainali, wakitimiza mpango kazi wa kocha Steve Becker. Kwa sababu hiyo Stellenbosch, wao malengo yao kwa msimu huu ni dhahiri kwamba kwenye makaratasi wamefanya pakubwa mno, lakini wanakutana na Simba ambayo nayo lengo walau kufika nusu fainali. Lakini Simba ikiangalia inacheza na nani na Stellenbosch, kwa nini ishie nusu fainali? Inapaswa kufika walau fainali na ikibidi kuwania ubingwa, kutokana na ukweli kwamba uwezo wanao. Kocha Fadu Davis mpaka kufikia hatua ya nusu fainali imeonyesha Simba ambavyo ilivyokuwa bora sana. Kwenye hatua ya makundi Simba walimaliza kileleni wakiwa na pointi 13, performance ya 72%. Lakini Stellenbosch kwenye kundi lao wao walimaliza wa pili wakiwa na pointi 9, wakishinda mechi 3, wakifungwa 3, wakupata sare, wakifunga mabao 6, wakiruhusu mabao 10. Simba kwenye makundi walifunga mabao 8, waliruhusu mabao 4. Lakini kwenye mechi ya nusu fainali ya robo fainali, Simba nao walikutana na timu kutoka Misri, Al Masry. Kule Misri Simba walifungwa 2-0 kwa Mkapa jijini Dar es Salaam, nao wakishinda 2-0 mikwaju ya penalty, Simba wakisonga mbele kwa penalty 4-1. Hii ni summary, ni wasifu mfupi wa timu zote mbili. Lakini kuna mambo ambayo yanaashiria kwamba Simba ikijipanga, hawa Stellenbosch ni wagumu mno, lakini wanafungika, wanapigika kirahisi tu, na hasa kwa kuzingatia mbinu za kiufundi ambazo wana Simba wekundu wa Msimbazi wa Tanzania wanapaswa kuondoa shaka katika hilo, kwa sababu mwalimu Fadu Davis, raia wa Afrika Kusini, anaifahamu vizuri Stellenbosch, anamfahamu vizuri kocha Steve Becker wa timu ya Stellenbosch na mbinu zake, kwa sababu kwa taarifa yako walishakutana katika ligi kuu ya Afrika Kusini msimu wa 2022-2023. Fadu Davis akaibuka kinara, akamfunga kocha Steve Becker kwa bao 1-0 katika mechi ambayo ilitawala mbinu nyingi sana ambazo nitazifafanua hapa na kwa nini Fadu Davis alishinda. Lakini kuelekea mechi hiyo, matumaini yako wapi? Yako maeneo mengi ya kuzungumza, lakini kwa ufupi tu nikupe kwenye makaratasi kabla ya kwenda kimbinu zaidi. Iko hivi, Simba inafika hatua hii ya nusu fainali ikiwa imepiga pasi. Simba tunapozungumzia kwenye umiliki wa mpira, kama small details, vitaarifa vidogodogo, Simba kwenye pasi wako vizuri kuliko Stellenbosch, kwa sababu wamepiga pasi 3776
Kati ya hizi zilizofika ni pasi 3104, ikiwa ni ufanisi wa 82.2. Huu ni ufanisi wa Simba katika kupiga pasi. Lakini Stellenbosch wao katika mechi 8 kwa maana ya 6 za hatua makundi na zile mechi 2 za robo finali zilizocheza dhidi ya Zamalek, Stellenbosch wao kwenye eneo la pasi, Stellenbosch wamepiga pasi 3660 ambazo ni pungufu kulinganisha na Simba pasi 3776. Zilizofika ni pasi 2684. Ufanisi wao ni 80% wa kupiga pasi. Kwa hiyo tukija kwenye eneo la pasi, Simba wako juu kuliko Stellenbosch. Lakini pasi hazitoshi. Unaweza kaachiwa kupiga pasi halafu usipate matokeo, hasa katika michuano hii, ngazi hii ya mtoano kuelekea fainali na hatimaye kupata bingwa kombe la shirikisho kwa msimu huu. Kwenye mashuti je, maana unaweza kupiga pasi halafu ufike kwa mpinzani kupiga mashuti. Simba kwenye mashuti wako juu zaidi. Simba ni miongoni mwa timu zimefika mara nyingi zaidi na kufanya majaribio ya kufunga. Simba wamepiga mashuti 138, kati ya hayo 39 yamelenga lango, halafu wakafunga mabao goals, wakafunga mabao 10, ikiwa goal conversion rate, uwezo wa kubadilisha nafasi kwa mabao, Simba ukiwa wa chini mno, kwa sababu hawajitendei haki. Ni ubadilishaji wa nafasi kwa 7% tu. Ndio maana mabao 10 baada ya kupiga mashuti 138, 39 kilenga lango. Vipi kuhusu Stellenbosch? Wao katika mechi zote 8 kuanzia hatua ya makundi mechi 6, robo finali mechi 2, Stellenbosch wamepiga mashuti 95, kati ya hayo yaliyolenga lango ni mashuti 32, halafu wamefunga mabao 7. Stellenbosch mabao 7 maana yake shooting goal conversion rate, uwezo wa kubadilisha nafasi kuwa mabao, wao dugu moja na Simba, maana nao ni 7%. Hawajitendei haki. Wanafika sana, wanafanya majaribio, lakini nafasi wanazibadilisha kuwa mabao ni za chini za 7%. Kwa hiyo kwenye uwezo wa kubadilisha nafasi kuwa mabao kule kwa kina Lionel Atebambida, Steven Dese Mukwala, Eli Mpazu Kibisawala, Kibu Dennis Prosper, dhidi ya Stellenbosch yenye kina Ashley Kupido, kina Andre de Jong, akina Devin Titus, wao nao uwezo wao ni 7%. Kwa hiyo kwenye eneo hili kuna mgongano. Lakini vipi kuhusu Stellenbosch? Tabia yao kuu ni ipi? Ni kwamba Stellenbosch wao huwa kwa kawaida hawakai sana nyuma bila sababu. Wanakaa nyuma kwa sababu, lakini sio dakika 90. Kuna baadhi ya nyakati wanafunguka kwenda mbele na wanakwenda na wachezaji wengi, wakati mwingine mpaka wachezaji 5 wakiwa na mpangilio. Baada ya golikipa wanakuwa na mabeki 3, katikati ya mstari wa uwanja wanakuwa na wachezaji 2, halafu juu wanakuwa na wachezaji 5. Zipo baadhi ya mechi wanafanya hivyo, lakini wakati mwingine wanabaki nyuma kuhakikisha mbele wanaacha watu 3. Ashley Kupido wanamwacha Devin Titus, lakini pia na Andre de Jong. Wakati wengine wote wanabaki nyuma kuhakikisha wanakuwa salama. Sio dakika 90 wanacheza hivyo, wanagawanya vipindi. Na mara zote hawa Stellenbosch ni majasiri kweli kweli, pengine kutokana na ukweli kwamba washafika hatua ya juu kulinganisha na malengo yao ya awali. Kama ni ngumi tunasema makota kota, ukirusha ngumi wanarusha, matokeo yake ndio maana unagundua nilisema wamepiga mashuti 95, kati ya hayo mashuti 32 on target, lakini nao wamepigiwa mashuti 93, kati ya hayo 33 yamelenga shabaha. Unaona, kwenye mashuti wamezidi 2 tu dhidi ya upinzani. Kwa lugha nyingine, wakienda kupiga mashuti nao wanapigiwa mashuti. Kwenye mashuti ya kulenga shabaha wao wamepiga machache, wapinzani wamepiga mengi, ambapo wapinzani wamefunga mabao 10, wao wamefunga mabao 7. Lakini takwimu hizi haziashirii uhalisia katika baadhi ya mechi. Iko hivi, hawa mabwana wanaweza kusema wana bahati mbaya, wana papara, au unaweza kusema wakati wanapokwenda kufunga. Ni kwa nini? Ni kwamba wao katika mashuti yao 95, mashuti 6 wamegongesha nguzo. Yes, wamegongesha nguzo mashuti 6. Lakini wamefanya counter attack, mashambulizi ya kujibu 5. Simba katika eneo hili wao wamegongesha nguzo mara 4 Simba, lakini mashambulizi ya kujibu counter attack Simba wamefanya mara 6. Hii ndio tofauti baina ya hizi mbili wakati wanapokwenda kushambulia. Lakini tunaona kwamba wameruhusu mabao 10 mpaka sasa, wao wamefunga mabao 7. Ni tabia ambayo hata katika ligi kuu ya Afrika Kusini ambayo hivi sasa wanashika nafasi ya 4, wamecheza mechi 22, wana point 35, performance ya 53%, wamefunga mabao 27, wameruhusu mabao 17. Wakati mnyama Simba kacheza mechi 22 katika ligi kuu Tanzania bara,
ligi namba 6 kwa ubora barani Afrika, ili hali ligi kuu ya Afrika Kusini wanakoshiriki Stellenbosch ni ligi namba 4 kwa ubora barani Afrika. Simba mechi 22 wana pointi 57, performance ya asilimia 86 kulinganisha na performance ya asilimia 53 ya Stellenbosch. Simba wamefunga mabao 52, Stellenbosch wamefunga mabao 27. Simba wameruhusu mabao 8, ndio timu yenye ukuta imara katika ligi kuu Tanzania bara kuliko timu zote. Stellenbosch wao mabao wameruhusu 17. Kwa hiyo unaweza kaona pia kwenye makaratasi kwenye ligi zao Simba wako vizuri zaidi, wako katika nafasi ya pili wakiwania ubingwa ligi kuu Tanzania bara kwa msimu huu. Stellenbosch wako nafasi ya 4. Lakini sasa nilikuwa nasema ile orodha, tuseme ile takwimu kuhusu mabao, wao wamefunga mabao 7, wameruhusu mabao 10. Mwingine anaweza kusema kana kwamba wanaruhusu mabao mengi. Ndiyo, lakini ukizama ndani zaidi, small details, mabao haya 10, 8 wameruhusu dhidi ya timu moja tu inaitwa RS Berkane. Haya mengine, hizi mechi nyingine zote walizocheza, kwa maana mechi 6, maana wamecheza mechi 8, 6 za hatua makundi, 2 za robo finali. Mechi 6 nyingine wameruhusu mabao 2 tu. Kwa hiyo unaweza kaona sio kwamba wao wanaruhusu sana ovyo ovyo. Hapa panaleta homework kwa wekundu wa Msimbazi Simba, kwa kocha Fadlu Davids, kuona namna gani ya kuwasoma. Imekuwaje RS Berkane wakafunga mabao 8 na kwa nini wengine wameshindwa kufunga, ikiwemo Zamalek matokeo yake kafungwa 1-0. Ni eneo lingine la kujifunza ambalo Simba wakifanya utafiti wao mzuri katika zile analysis, uchanganuzi juu ya timu pinzani na kujua udhaifu na uimara wao, watapata majawabu. Mechi zote mbili dhidi ya RS Berkane, mechi zote mbili dhidi ya Zamalek zinaweza kutoa majibu. Lakini kuna mechi nyingine tena, mechi waliocheza dhidi ya Stade Malien inaweza kutoa majibu. Mechi mbili ya Afrika Kusini na kule nchini Mali ambako walikwenda kucheza wakati wa mechi za hatua ya makundi. Wakizama zaidi wanaweza kupata matokeo pia ya kujifunza juu ya Stellenbosch na kocha Steve Barker katika mechi ya ligi kuu nchini Afrika Kusini waliocheza dhidi ya Orlando Pirates, timu iliyokuwa kwenye kiwango bora sana, mechi kaisha bila. Sasa kwa kukumbushia tu hizi mechi nilizozitaja, kwa nini walifungwa mabao 8 katika mechi mbili dhidi ya RS Berkane? Mechi hii matokeo yake yanaashiria tabia ya Stellenbosch ambayo Simba mnyama wanaweza wakanufaika nayo na kupata ushindi mnono kama walivyopata RS Berkane, ama matokeo bora ya kuwafanya waende fainali. Maana kwenye mechi hizi mbili za nusu fainali kinachotakiwa timu kuwa na matokeo bora kuliko mwingine. Yaweza kawa ni ushindi, ama inaweza ikawa bao la ugenini likaivusha timu kwa kanuni za CAF. Mechi hii ni nzuri kwa Simba kujifunza. Mimi nitakumbushia baadhi ambayo nafahamu. Kocha Fadlu Davids ni mzuri sana katika eneo hili na timu yake ya benchi la ufundi katika utafiti juu ya mpinzani na kujua namna gani wacheze nayo. Mechi dhidi ya RS Berkane, Stellenbosch kwanza nikupe tu tabia yao. Wana kawaida kocha wao Steve Barker anapopanga kikosi chake, mara nyingi anapocheza na wakubwa anapanga 4-4-2. Lakini wakati mwingine anapanga 4-2-3-1, kwa maana baada ya golikipa anakuwa na walinzi 4, viungo 2 wa ukabaji, viungo 3 ushambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja. Lakini katika mechi dhidi ya RS Berkane alipanga 4-4-2. Lakini kwenye kupanga kwake huwa anafanya vipi? Kwanza, yeyote atakayempanga anahakikisha wanapoanza mchezo dhidi ya wakubwa kama RS Berkane, anahakikisha yeye hajihusishi katika kumiliki mpira. Ndio, anawacha wapinzani wamiliki zaidi mpira. Yeye anahakikisha anabana space zote nyuma, kuhakikisha hakuna nafasi ambayo mpinzani atapata karibu na lango lao ili wafanye majaribio kumfunga golikipa wake Saji. Kwa kufanya hivyo, malengo yake ni kuona anafanya hivyo mpaka kwenye dakika za 60 ya mchezo, yani dakika 45 za kwanza na dakika 15 za kipindi cha pili. Ikifika dakika 60 kwenda juu, huyu mwamba kocha Steve Barker huwa anabadilika. Yupo na Stellenbosch tangu msimu wa 2017-18. Anabadilika, badala yake anabadilisha wachezaji na hasa wasafu ya ushambuliaji. Ndio, kwa maana mshambuliaji kinara ama wale washambuliaji wawili pale mbele, na hasa pia viungo wake ushambuliaji kutokea pembeni, kwa maana mawinga. Wakati mwingine anatoa na beki wa pembeni. Akishafanya hayo, anaingiza wachezaji ambao tunasema ni fresh legs, miguu mipya yenye nishati, akiamini kwamba mpaka dakika hiyo timu inayomiliki zaidi mpira halafu haipati nafasi ya kufunga, wachezaji wake hukumbwa na uchovu. Wanamiliki mpira zaidi katika maeneo yasiyo hatarishi mbali na lango lake, halafu kwa sababu hapati nafasi ya kufunga, kama wasipochoka kimwili wanachoka kiakili, tunasema mental fatigue. Ni katika muda huo ndipo anafanya mabadiliko ya kumwezesha kupata matokeo anayoyataka.
Hii ndiyo staili yake ya kucheza, hii ndio falsafa yake, na imekuwa ikimlipa mno, hasa anapocheza dhidi ya wakubwa. Na kukumbushia sasa, mechi dhidi ya RS Berkane alifanya hivi, lakini bahati mbaya kwa mwalimu Steve Barker ni kwamba RS Berkane, mwalimu wao Muni Shaban, walishafanya study za kutosha. Ndiyo, benchi la ufundi lilisoma vya kutosha Stellenbosch na staili yao hii ya kucheza ya kocha Steve Barker. Matokeo yake, ingawa wao ni wakubwa RS Berkane, wakicheza dhidi ya Stellenbosch ambayo hata sasa kwa mujibu wa CAF inashika nafasi ya 22 kwa ubora ikiwa na pointi 15. Simba Mnyama yuko nafasi ya 4 akiwa na alama 43. RS Berkane kwa kujua tabia yao walipowasoma, nini walichofanya? Katika mechi iliyocheza kule Morocco, hawakukataa kumiliki mpira kwa sababu Stellenbosch ni kama waliwalazimisha, hawakujihusisha Stellenbosch katika kumiliki mpira. Wakawaachia wenyeji RS Berkane. Hata RS Berkane walipojaribu wasimiliki, wao wakahakikisha wanamiliki zaidi. Lakini nini walichofanya? Kocha Shaban alichofanya katika kikosi chake, wachezaji baada ya golikipa alikuwa na 4-4-2, lakini kwenye kucheza average possession, nafasi kwa wastani zikawa ni 8-2. Hawa ni wenyeji RS Berkane. Yaani wao ni wakubwa kuliko Stellenbosch, wao wanacheza nyumbani, lakini wakahakikisha wachezaji 8 wanakuwa committed nyuma ya mstari wakati wa uwanja, yani wakizuia zaidi. Mbele wakiacha wachezaji wawili tu, washambuliaji wake wenye kasi ambao ni nani? Ni Osama Lamlio pamoja na Imadi Riah. Hawa ndio pekee waliokuwa mbele kwa wastani, mbele ya mstari wakati wa uwanja, wengine 8 wakiwa nyuma. Nini kilichotokea? Ni katika mechi ambayo RS Berkane walimiliki mpira kwa 57% dhidi ya 43 za Stellenbosch katika dakika 90 za mchezo kwa wastani. Lakini sasa kwenye mashuti, licha ya kwamba walikuwa nyuma wengi, wakishambulia wanakwenda kwa kasi, kwa sababu mtego huu wakuwa wanaacha watu wengi kwenye eneo lao uliwafanya Stellenbosch wajikute wakienda kushambulia wanakwenda wengi, mpaka wachezaji 5 kama vitoka kueleza awali. Matokeo yake RS Berkane kwenye mtego huu kama domo la mamba, ikawa kila wakishambulia wanapata nafasi za wazi kwenda kumfikia golikipa Saj wa Stellenbosch na kupiga mashuti kwa usahihi. Mechi hii, je, wajua nini kilichotokea? Baada ya kumiliki mpira kwa asilimia hizi, lakini kwa sababu walikuwa wanaacha wachezaji wengi nyuma kwenye eneo lao na kushambulia kwa kushtukiza, wakienda kwa kasi na washambuliaji wao wawili kina Osama, RS Berkane kwenye mashuti sasa, shots kwenye mechi hii wakapiga mashuti 17, kati hayo 11 yamelenga lango, wakati Stellenbosch wakajikuta wamepiga mashuti 8, kati ya hayo 1 tu limelenga lango. Halafu matokeo yakawa 5-0, wakakandwa Stellenbosch mabao haya 5. Lakini katika mechi ya marudiano, nini kilichotokea? Mechi ya marudiano, RS Berkane kwa kuwa wanawafahamu Stellenbosch kwa tafiti zao juu ya namna wanavyocheza, wakaendelea kuhakikisha kwamba kama sio kuachia wao wamiliki zaidi mpira, basi watajitahidi kuwa wengi katika eneo lao kama walivyofanya kule Morocco. Kwenye mechi waliocheza kule Afrika Kusini, mambo yakawaje? Stellenbosch ikawa kwenye mpangilio wa kikosi RS Berkane walivyokuja, safari hii hawakuacha watu 8 nyuma. Kwa wastani waliacha watu 6 kwa wastani nyuma ya mstari wakati wa uwanja, mbele wakiacha watu 4. Lakini wakiachana na ile ya kumiliki mpira, ingawa wao ni wakubwa, wana uwezo huo, waliwaachia Stellenbosch wamiliki mpira. Ni kimkakati kwa sababu wanajua Stellenbosch miongoni mwa udhaifu wao ni pale wanapobaki na mali. Wao wakibaki na mpira si wazuri sana kwenda kwa ataki, kushambulia timu pinzani, kwa sababu formula yao wao hupenda zaidi wewe na mpira, alafu kwenye kushambulia kwa kushtukiza. Ukifanya kinyume chake wana struggle na tena sio wazuri katika kutunza mali. Kumiliki kwa mpira kwa 69%, lakini matokeo yake katika mechi hii mashuti hawa Stellenbosch wakiwa nyumbani sasa wakajikuta wanapiga mechi nzima mashuti 8, 2 yakilenga lango. Halafu RS Berkane iliyomiliki mpira kwa 31%, mind you, wakapiga mashuti 15, kati ya haya 6 yakalenga lango. Halafu RS Berkane wakafunga mabao 3, Stellenbosch wakafunga bao 1. Ndivyo walivyoshindwa hivi. Kwa nini RS Berkane walifanya hivi? Ni kwa sababu Stellenbosch hawana uwezo mkubwa wa kutuza mbali. Mpaka sasa katika mechi 8 walizocheza, 6 za hatua ya makundi, 2 za robo finali walizocheza dhidi ya Zamalek, Stellenbosch tayari washapoteza mipira 1116 katika mechi hizi 8. Ukigawanya hapa kwa mechi 8 kwa wastani, kila mechi
Stellenbosch wanapoteza mpira mara 139. Hapa ni sehemu ambayo kocha Fadlu Davis na benchi lake la ufundi wanaweza wakawekeza kujua kwamba Stellenbosch wakiwa na mpira hawatishi, lakini hakikisha wakiwa na mpira wewe uwe na idadi ya wachezaji wa kutosha nyuma kuhakikisha wapati hizo space za kwenda kuwapigia kina Ashley Kupido kwenda kuleta madhara. Ndio maana mpaka sasa mchezaji aliyechangia mabao mengi ndani ya Stellenbosch ni beki wao namba 3 Fawaz Basadien ambaye amefunga bao moja, assist 2, kachangia mabao matatu, ndio mchezaji aliyechangia mabao mengi. Wale washambuliaji kina Ashley Kupido, kina Andre De Jong, mchezaji wa kimataifa kutoka New Zealand, na wenzake kina Devin Titus hawana madhara hivyo, ni kwa sababu tu sio wazuri katika kutunza mali, lakini wajanja sana katika kuhakikisha wanapata matokeo wanayotaka. 1-0 inawatosha. Hii mechi ya RS Berkane. Lakini mechi hii ni mfano wa namna ya kuwafunga hawa Stellenbosch. Mabeki wao wakati hapa tunazungumzia kina Ismail Olivier Toure, lakini tunazungumza kina Thabo Moloisane, tunazungumzia mabeki kama Kazi Godswill, lakini pia beki Fawaz Basadien. Huwa wanakutana wakati mgumu pindi ambapo timu pinzani inakuwa nyuma, halafu inaposhambulia inapeleka kwa ghafla wachezaji wengi. RS Berkane walinufaika. Je, ilikuwaje Zamalek wakafungwa na RS Berkane? Hapa ndipo pia pa kujifunza kuona Simba namna gani wataepuka mtego huu ili wasipate madhara. Ikumbukwe wakati wanakwenda kucheza dhidi ya Stellenbosch, timu ya Zamalek ndio waliokuwa mabingwa tetezi wa michuano hii, lakini sio hilo tu. Katika rekodi za CAF kwenye kazi data, Zamalek ilikuwa ndio timu ya 4 kwa ubora barani Afrika ikiwa na alama 42. Lakini Stellenbosch wapo nje ya 20 bora wakiwa na alama 10. Lakini baada ya kushinda dhidi ya Zamalek hivi sasa wako 22, wana pointi 15. Ili kuwaje Zamalek, timu kubwa yenye wachezaji nyota akina Nassar Mansi, wakafungwa na Stellenbosch tena kwao Misri? Ni mtego ule ambao RS Berkane walishtukia ukawapa matokeo chanya. Wakafunga mabao 8, wao wakaruhusu bao moja. Zamalek walipokwenda kucheza kule nchini Afrika Kusini, wakajiona wao wakubwa, wakawachukulia poa, wakaupiga mwingi mno. Zamalek wakiwa ugenini wakamiliki mpira kwa 55%. Halafu wenyeji sasa Stellenbosch wao wakamiliki mpira kwa 45%. Well, kitendo hiki tu peke yake kikawa mtego ambao Zamalek waliingia kichwa. Kwa Stellenbosch kumiliki mpira hakukulipi chochote kama hutokuwa na mpango kazi wa jinsi ya kuwafikia na kuwadhuru, kwa sababu wazuri sana katika kuzuia pindi wewe ukiwa na mpira. Matokeo yake ni nini? Mashuti katika mechi hii baada ya dakika 90, Stellenbosch walipiga mashuti 7, 2 yamelenga lango. Zamalek walipiga mashuti 5 tu kwa dakika 90, huku 2 yakilenga lango. Mechi ikaisha bila. Hala, Zamalek wakaona wakamalize mechi kwao Misri. Walipofika Misri wakaingia tena kwenye mtego huu, wakamiliki zaidi mpira, wakaupiga mwingi mno, wakishangiliwa na maelfu ya mashabiki kwenye uwanja wao kule nchini Misri katika jiji la Cairo. Zamalek katika mechi hii ya pili ya robo finali ilikwenda nusu finali, wakaingia kichwa mtego wa Stellenbosch. Kwa sababu gani? Nitakwambia. Umiliki wa mpira wakamiliki kwa 63% wenyeji. Yes. Alafu Stellenbosch wakamiliki kwa 37%. Hapa peke yake tayari wameanza kuingia kwenye kingi. Halafu nini katokea? Dakika 90 mashuti wenyeji Zamalek wakajikuta wamepiga mashuti 10, kati ya hayo yaliyolenga lango yakiwa 2 tu. Halafu Stellenbosch wakawa wao wamepiga mashuti 7, kati ya hayo 3 yamelenga lango, 1 ni lile lilofungwa na Sile Nduli, bao pekee katika dakika 79 lilowapa ushindi kwenye mechi hii. Sio tu kwamba kumiliki mpira kumeleta shida, lakini kumiliki kwa mpira, lakini mashuti waliopiga wakajikuta 10. Halafu yote madani yalikuwa ni speculative shots, mashuti ambayo yalikwenda nje, yalilenga lango 2, yakadhibitiwa na golikipa Serge. Ilikuwa vipi? Kocha Steve Barker aliwatega hivi kama kawaida. Alichokifanya kule kwake Afrika Kusini ndicho alichokifanya kule nchini Misri. Kwamba kwanza alihakikisha anaanza na wachezaji ambao atakuja kuwatoa ili kwenda kuamaliza Zamalek. Kwamba awaachiwe miliki mpira sana. Kwamba yeye abane sana, aweke mbinyo wa kutosha eneo la nyuma kuhakikisha Zamalek mpira wao nao umiliki usiwe na madhara kuelekea langoni kwa kipa wake Serge. Hilo alifanikiwa sana. Mpaka mapumziko Zamalek wenyeji walikuwa wanamiliki kwa mpira kwa 69% dhidi ya 31 za Stellenbosch. Lakini nafasi hakuna. Wakati huo
Stellenbosch mpaka mapumziko wampige mashuti matatu, hakuna hata moja lililolenga lango. Wenyeji Zamalek wao walikuwa mashuti waliopiga mawili yamelenga lango mpaka kufika mapumziko. Kipindi cha pili, katika dakika ya 45 akafanya mabadiliko mwalimu Steve Barker, ambayo ndio mbinu zake sasa, kwamba anawatanguliza baadhi ya wachezaji wawachoshe wakati nyinyi mnamiliki mpira bila madhara, halafu anakuja kuingiza miguu mipya katika kipindi cha pili kuanzia dakika 45 na kisha dakika ya 60, ambapo nyinyi mnakuwa mmechoka kimwili na kiakili kwa kumiliki mpira usiokuwa na madhara kwenu. Alimradi anahakikisha hampati bao. Ni kweli. Dakika 45 akafanya mabadiliko. Winga wake wa pembeni kulia, Devin Titus, akamtoa akamuingiza Lesibanku. Lakini sio hilo tu. Akamtoa winga wake wa kushoto aliyeanza ambaye ni Ginon Palace. Badala yake akamuingiza Chumani Tembile Busaka. Ndio wakachukua hizo nafasi za pembeni. Wakaanza kucheza akijua ameingiza nguvu mpya. Ndio. Dakika ya 60 akafanya tena mabadiliko. Akatoa shambuliaji wawili pale. Akamtoa Ashley Kupido, akamuingiza Komojo Leokolan. Halafu akamtoa pia hapo alimtoa Andre De Jong akamuingiza Komojo Leokolan. Halafu akamtoa Ashley Kupido akamuingiza Sadele Ban. Matokeo yake nini kilichotokea? Ni kwamba akaongeza nishati katika kushambulia. Wakawa na miguu mipya yenye kasi zaidi dhidi ya wachezaji wa Zamalek walikuwa tayari wameanza kuchoka kimwili na kiakili. Kwa kumiliki mpira sana hauna madhara. Of course, kocha Peseiro wa Zamalek naye alifanya mabadiliko. Walioingia walikuwa ni pamoja na Omar Gaba kwa ajili ya kwenda kukabiliana na nguvu hizo za ziada kutoka kwa Stellenbosch katika kipindi cha pili. Majibu yake pia ikawa ni pamoja na kumuingiza Nasa Mansi, akaja kuongeza nguvu. Ni miongoni mwa mabadiliko aliyafanya. Pia akamuingiza na mchezaji mwingine, watatu kwa ujumla walibadilika. Lakini matokeo yake mabadiliko haya yaliwafanya Stellenbosch wawe wakali zaidi, wakijua tayari wameshawavuruga, maana dakika zinakwenda, wenyeji wanatafuta bao hawapati. Matokeo yake katika dakika ya 79 kiungo wake Sile Nduli akafunga bao lililowapa matokeo ya ushindi. Mpaka mwisho wakashinda bao 1-0, wakaingia katika hatua ya nusu finali. Watu wanashangaa, lakini Steve Barker hashangai na kikosi chake, maana ni mtego aliwategea Zamalek, wakaingia kichwa. Lakini wakacheza na Kaizer Chiefs tarehe 8, kombe la Nedbank, kombe la FA. Mpaka dakika ya 77 matokeo yalikuwa 1-1. Kaizer Chiefs ya Nabi anawajua vizuri Stellenbosch, anamjua vizuri Steve Barker jinsi ya kucheza naye. Dakika ya 77 Kaizer Chiefs wakapata kadi nyekundu, mchezaji wao Brandon Peterson akapewa kadi nyekundu, wakabaki 10. Kitendo cha kubaki pungufu, maana yake mpira sasa ukawa unamilikiwa zaidi na Stellenbosch. Wao wana dominate, wanajaribu kwenda zaidi kwa Kaizer Chiefs. Katika dakika ya 90+5, yani dakika 5 za muda wa nyongeza, halafu dakika 90+11, yani dakika 11 za muda wa nyongeza ambao waamuzi walitoa kufidia muda uliopotea kwa sababu mbalimbali, Stellenbosch wakadhurika. Ni wakati ambao walikuwa wanamiliki zaidi mpira, kama tulivyosema, wakimiliki wao mpira zaidi, madhara yao ni machache endapo unazuia vizuri. Sana madhara yanakuwa kwao endapo wewe hiyo mipira michache tukoipata wakati wao wakimiliki, ukifanya majaribio unawafikia, unawafunga. Matokeo yake ikawaje sasa katika mechi dakika hizi? Mfundo Vilakazi pamoja na Pule Modi wakaifungia Kaizer Chiefs. Matokeo yake hii mechi Kaizer Chiefs wakashinda 3-1. Mabao mawili waliyafunga wakati wakiwa pungufu. Yani Stellenbosch wakati wananufaika kwa idadi ya namba, numerical advantage, wako 11, wanamiliki zaidi mpira, ikawa hatari kwao, wakafungwa. Huu ni ushahidi mwingine wa namna ambavyo wakimiliki mpira wao ndio wanakuwa vulnerable, wanakuwa rahisi kuweza kudhurika pindi ukijipanga vizuri na kushambulia katika maeneo ambayo wamekuwa na kasoro, hasa katikati kwa beki Ishmael Olivier Toure na namna anavyowasiliana na Thabo Moloisane na viungo wao pale akina Sile Nduli ili kuweza kuadhuru. Nadhani imeleweka vizuri. Tutakufafanulia zaidi kupitia jukwaa hili. Endelea kufuatilia na utaona hapo na kuona namna gani ambavyo Simba mnyama ana nafasi kubwa ya kushinda dhidi ya Stellenbosch kimbinu, lakini pia kwa mchezaji mmoja Simba wako bora zaidi, kwa viwango vya CAF Simba wako bora zaidi, kwa namna walivyoingia hatua nusu finali Simba wako bora zaidi. Lakini ni mechi za mtoano, huwezi ukajipa 100% kwamba utapita, lakini kwenye makaratasi je, itakuwa vipi? Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kufuatilia channel hii ili kuhakikisha kwamba unapata habari motomoto, uchambuzi wa kina wenye facts ndani yake na sio maneno matupu.
Unga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.